Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni mageuzi sekta ya elimu. Mikakati ya gusa maendeleo ya uchumi PPP kutumika. Wanafunzi milioni 3 kujiunga kidato cha kwanza 2028. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Odabeli ubabe vinara malalamiko kwa Humera. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Wabunge washauri bodi ya mikopo iwe mfuko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Chauma yaunga mkono mapendekezo tume ya Chande. Habari katika ukurasa wa 7. Serikali yachukua hatua bei ya mafuta. Mwigulu ataja mambo matatu kila lita ya diesel, ruzuku 259. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. CCM yasifu amani ya nchi baada ya uchaguzi. Habari ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Nguvu ya ushirikishwaji, namna tume ilivyosikiliza maelfu ya Watanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mbaroni kutaka kutapeli kanisa milioni 15 akijifanya ofisa Ikulu. Habari katika ukurasa wa 20. CRDB yakopesha wajasiriamali trilioni 2.1. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni mwanachuo ardhi yapotea, ni wa mwaka wa 4 atimiza siku 14 hajaonekana, wasiwasi watanda chuo, ndugu wazungumza mwili wa temba aliowada wazikwa Kilimanjaro. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Habari picha inamuonesha Ntatiro Chacha, nukuu ya Sinde Malagila, mkurugenzi wa huduma za wanafunzi ARU, ikisema ni kweli kama ulivyosikia, Chacha ni mwanafunzi wetu na hayupo. Taarifa za kutoweka kwake tumezipata kwa familia yake, na kwa mujibu wa maelezo ya dada yake hajaonekana tangu asubuhi ya April 24, 2026. Nauli za boti da Zanzibar juu 40,000. Nauli mpya itakayolipwa na abiria wa daraja la kawaida kuanzia leo ikipanda kwa shilingi 5,000 kutoka 35,000 kwa mujibu wa mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar ZMA. Habari katika ukurasa wa 6. Mhariri waandishi MMCL watoa tuzo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Siri ukwasi wa Chadema wakati wa uchaguzi mkuu 2025, mahojiano maalum. Habari katika ukurasa wa 11. Waathirika vurugu za Kibaha walivyojisitiri. Habari katika ukurasa wa 3. Mkenda aja na vipaumbele 5 elimu. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe
tulipo matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Wizara ya Elimu yanika vipaumbele vikuu vitano. Profesa Mkenda aomba kuidhinishiwa trilioni 2.394 kwa ajili ya kuvitekeleza. Afunguka kuhusu mikakati ya wizara yake, habari katika ukurasa wa 4. Feruz, mpango wa kulipa walimu wanaojitolea uanzishwe, habari katika ukurasa wa 4. Masaburi, rais kuteua mpinzani uwazi, ishara ya maridhiano, habari katika ukurasa wa 4. Wataalamu wajadili kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, habari katika ukurasa wa 4. Serikali ikemea ubaguzi kwa wenye mahitaji maalum, habari katika ukurasa wa 5. CRDB yawahakikishia wawekezaji faida endelevu mwaka 2026, habari katika ukurasa wa 7. Iran China wajadili Hormuz, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika saa 16 kutenganisha pacha wa Tanzania walioungana Saudia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe limeandika msiba juu ya msiba, rafiki wa mama afariki dunia msibani kwa simanzi ya mwanachuo IFM aliyezikwa bila kichwa. Ni mama wa watoto 4 aliyelia akilalama moyo wake haukukubali kuona, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha inaonyesha jeneza lenye mwili wa James Temba likishushwa kaburini kwa maziko nyumbani kwao katika kitongoji cha Mande, kijiji cha Makupa, wilayani Moshi, mkoani Kilimanjaro jana. Elimu ya Tanzania yapewa sura mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mahakama yatibua ndoto za kulipwa mabilioni IPTL, habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Ripoti maalum, nauli za panda mara 3 bajaji za piku daladala, habari katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Hofu ya tanda, wakazi wa kesha wakifanya doria eneo lililovamiwa na mabounsa, habari katika ukurasa wa 3. Wadau waonye athari kiuchumi na nauli mpya za usafiri baharini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika kupanda kwa bei ya mafuta. Dr. Mwigulu anika mikakati ya serikali, sisitiza mafuta yatapatikana kwa wakati wote, tathmini zaidi kufanyika, ataja hatua zilizochukuliwa kudhibiti kupanda nauli za mabasi, habari katika ukurasa wa 2. CCM kujimarisha kimuundo na kiuchumi, habari katika ukurasa wa 2. Rais Samia ashusha neema kwa wanafunzi elimu ya juu, habari katika ukurasa wa 3. Marufuku mume kumfukuza mke kwenye nyumba ya ndoa serikali, habari katika ukurasa wa 5. DC alionya kanisa, habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi lenyewe limeandika Hemedi, tutalinda amani kwa gharama yoyote, bajeti ya ofisi yake yapitishwa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Serikali kuendelea kusimamia miundombinu ya afya lishe, Dr. Mwigulu, habari katika ukurasa wa 18. Trump anaamini makubaliano na Iran yatafanikiwa, habari katika ukurasa wa 9. Gazeti hili limeandika Zanzibar kuandaa mkutano wa forodha duniani, habari katika ukurasa wa 3. Wajumbe baraza la wawakilishi wapongeza kasi ya maendeleo, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Yanga yarudi kwa Mtunisia, habari katika ukurasa wa 2. Balaa la chama Mpanzu sababu Simba Sports Club kuifuata Yanga KMC Complex, habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Namba zinaikataa KMC bara, habari katika ukurasa wa 3. Ijayo ni KMC dhidi ya Fountain TPL Mei 10 saa 2:30 KMC Complex Dar es Salaam. Dar City vita ya kisasi BAL, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Kuziona Arsenal PSG ni shilingi milioni 10, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Gazeti hili pia limeandika TPL
leo Ijumaa ni TRA dhidi ya Azam FC saa 10 kamili jioni Sheikh Amri Abeid Arusha, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo limeandika kamati kuja na mkakati kuvutia mashabiki AFCON, habari katika kurasa za ndani. Azam kuikabili TRA, mashujaa wageni wa Namungo, habari katika kurasa za ndani. Yanga yaandika sababu za kumtimua Pedro, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Utajiri wa Arsenal watikisa England, habari katika ukurasa wa 22. Kikosi cha Serengeti Boys AFCON chatajwa, habari katika ukurasa wa 23. Habari picha inaonyesha kocha wa timu ya taifa wanawake chini ya umri wa miaka 20 Tanzania Queens Bakari Shime akizungumza kabla ya mazoezi katika uwanja wa New Amani Complex kujiandaa kwa mchezo wa marudiano ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya Cameroon utakaochezwa kesho kutwa katika uwanja wa Amani Complex Unguja. Tazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika wadau nao wafunguka, Yanga kufukuza kocha, shirikisho la mashabiki la tajwa, wapo wanaotetea, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Beka bingwa atajulikana mwishoni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo na burudani. Maoni tofauti Pedro kutimuliwa, habari katika ukurasa wa 19. Vigogo Mbeya City Prisons KMC wafunguka, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Isia Adoris zungumzia amani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Kocha Simba itaja dabi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Gazeti hili limeandika Gabriel Jesus shakani, habari katika ukurasa wa 18. Nyota wa Arsenal Gabriel Jesus ameingia shakani kucheza mchezo wa fainali ligi ya mabingwa barani Ulaya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Maandalizi ya tuzo za wanamichezo hakuna kulala, habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi hapa toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.